Karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Jina langu naitwa Elijah Felix Beyeza. Karibuni tena kwenye kipindi kinachoitwa Bahasha Mkononi. Leo nimefanikiwa kumpata diwani wa kata ya Malolo, wilaya ya Kilosa, katika jimbo la Mikumi. Diwani huyu alichaguliwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Lakini machache kati ya mengi alaweza kuzungumza. Amezungumzia mafanikio ambayo kata yake ya Malolo. Tumsikilize alichokizungumza. Lakini kwa majina naitwa Bwana Saleh Mabhut bin Huel, diwani wa kata ya Malolo, jimbo la Mikumi, wilayani Kilosa, kupitia chama cha Chauma. Katika siku zangu karibia 100 na kitu hivi, nashukuru Mwenyezi Mungu, kuna mafanikio ambayo tumeyapata na kuna yale ambayo changamoto ambayo nategemea kusaidiwa na wenzangu, viongozi wenzangu zaidi, ili kuweza kuyatatua kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Nikianza na mafanikio makubwa ambayo nimeyapata, nashukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi na waheshimiwa madiwani wenzangu wameweza kuniidhinishia pesa za kituo cha zahanati Mgogozi milioni 50 na milioni 70 kwa sababu ya kujenga chumba cha kuhifadhia maiti ambayo tunaweza kusema ni mortuary. Hayo ni mafanikio. Lakini yale ambayo nahitaji kusaidiwa na hao viongozi wote ni katika mambo yafuatayo. La kwanza, kijiografia, kijiji chetu cha Malolo B ni kikubwa sana. Kuanzia mwanzo wa kijiji hadi ufike mwisho wa kijiji kuna kilomita zaidi ya 60. Kwa hiyo unakuta kuna sehemu ambayo ilitakiwa kuwe kuna kijiji kabisa. Kwa hiyo mpango wangu, kuna eneo ambalo nimeanza kuliombea na kulitafakari na idadi ya watu imekubalika, ni kwamba kuwe kuna kijiji cha Rua Darajani. Hilo la kwanza kwa upande wa kuomba kijiji, ambao ninategemea kusaidiwa na wenzangu. Upande wa maji, kuna maeneo ambayo maji hayajafika na yapo jirani. Nategemea wenzangu watakapoamua kunisaidia, tukiwa kwa pamoja tunaweza kufanikisha hilo. Sehemu ya msituni hakuna maji kabisa, na maji yako karibu kilomita 1 tu kutoka pale. Tukija upande wa umeme, kuna vitongoji kama 3 havina umeme, lakini vyote havizidi kilomita 1 kufikiwa na umeme. Kwa hiyo nategemea hawa viongozi wenzangu waweze kunisaidia tuweze kufanikisha hilo jambo, ili wananchi waone kwamba kweli tunafanya kazi ya kuwasaidia wananchi wetu. Kwa upande wa mazingira, tuna mto wa umwagiliaji ambao mara nyingi unachafuliwa huko juu. Kuna watu wanaochimba madini na inasemekana kuna mifugo. Kwa hiyo kipaumbele changu cha kwanza kabisa, ambacho nikiongozana na viongozi wenzangu wakinisaidia, twende tukafuatilie kwa nini uchafuzi huo wa maji unaendelea. Lakini changamoto nyingine ni kwamba serikali yetu ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania hatuitendei haki kwa mambo yafuatayo. Serikali ya Tanzania inatoa msaada kwa wanafunzi, ruzuku hata kama kidogo, capitation, lakini shule nyingi hazisomi zile capitation kwenye halmashauri za vijiji au kwenye kamati za wazazi. Kwa hiyo wananchi wanapoona wanachangishwa wakati hawatajii kwamba serikali imeleta kiwango fulani, inajengewa chuki kwamba serikali haifanyi lolote. Mimi hilo nitaenda kulisimamia kwa nguvu zote, kuhakikisha kila senti tano ya serikali inayofika katika eneo langu linajulikana na mwananchi wa aina yoyote. Katika vijiji vyetu kuna mapato na matumizi. Nitaenda kusimamia kujua mapato na matumizi yanasomwa kwa wakati na nawasaidia nini wananchi. Kwa upande wa migogoro ya wakulima na wafugaji, nimeunda kamati ya wakulima na wafugaji. Kuna wakulima 5 nimeunda na kuna wafugaji 5. Wao watafuatilia migogoro yote inayotokana na matatizo ya migogoro ya wakulima na wafugaji. Lakini wakati huo katika eneo letu tumevamiwa na tembo ambao wamekuwa sasa wasumbufu kiasi kwamba wanaharibu mashamba ya watu. Kuna watu wanakuwa na madeni, kuna watu wanashindwa kusomesha. Hili naomba sana serikali itusaidie, tembo wamezidi sana katika eneo letu.